Kutokana na mashambulizi ya kutisha yanayofanywa na Ukraine katika ardhi ya Urusi, hasa katika maeneo ya Donetsk lakini na maeneo mengine, miongoni mwa wabunge nchini Urusi anasema kwamba Moscow inapaswa kutumia mfumo wake wa makombora mapya ya masafa ya kati ya Oreshnik kujibu shambulio kubwa la ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine ambazo zimelenga maeneo ya makazi na miundombinu ya kiraia ndani ya Urusi. Jumla ya ndege 337 zisizokuwa na rubani zilidunguliwa juu ya ardhi ya Urusi usiku kucha, Wizara ya Ulinzi ya Moscow ilisema Jumanne asubuhi. Vyombo vya habari vya Urusi vilielezea kuwa uvamizi mkubwa zaidi wa ndege zisizokuwa na rubani ulifanywa na Kiev tangu kuongezeka kwa mapambano kati ya Urusi na Ukraine mnamo Februari mwaka 2022. Raia 10 waliuawa na wengine 90 walijeruhiwa vibaya kutokana na shambulio hilo, na hii ni kulingana na gavana Andriy Vorobyev alipoulizwa na waandishi wa habari siku ya Jumanne ikiwa Urusi inapaswa kushambulia malengo ya Ukraine kwa kutumia Oreshnik kulipiza kisasi. Mkuu wa kamati ya ulinzi ya bunge la Duma la Urusi, Andriy Katropolov, alijibu kwamba uamuzi uko kwa amiri jeshi mkuu wa Urusi, Rais Vladimir Putin, ndiye ambaye ana mamlaka ya kuruhusu matumizi ya Oreshnik. Lakini nadhani ingefaa kuzindua Oreshnik na itakuwa bora zaidi ikiwa ni zaidi ya kombora moja, aliongeza mbunge huyo ambaye ni naibu waziri wa zamani wa ulinzi na ana cheo cha kanali mkuu. Urusi imefuatilia mbali uvamizi mkubwa zaidi wa ndege zisizokuwa na rubani za Kiev katika maeneo ya raia huko Moscow. Kombora la Oreshnik ambalo lilitengenezwa na Urusi kwa siri lilianza kwa matumizi ya kwanza kabisa katika uwanja wa vita mnamo Novemba mwaka 2024 wakati lilipopiga kituo cha kijeshi cha Ukraine cha Yuzhmash katika jiji la Dnipro. Kulingana na Moscow, mfumo wa hali ya juu uliwekwa kwa kujibu mashambulio ya Kiev ndani kabisa ya Urusi na silaha za masafa marefu zilizotolewa na nchi za Magharibi. Rais Putin alisema kwamba vichwa vingi vya vita vya Oreshnik vinasafiri kwa kasi mara 10 ya sauti na haziwezi kuzuiwa na ulinzi wowote wa anga uliopo. Kufuatia kombora lililofanyika, Urusi ilitangaza uzinduzi wa uzalishaji wa mfululizo wa makombora ya Oreshnik ambayo bado yamekuwa ni gumzo kwa silaha za watu wa Magharibi. Katika mahojiano tofauti na shirika la habari la RIA Novosti, Katropolov alisisitiza kwamba uvamizi wa ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine ulikuwa ni kikwazo cha uhusiano wa Kiev ambacho hakikufuata malengo yoyote ya kijeshi. Hii ni hatua ya propaganda inayolenga kuonyesha umma, haswa wa Marekani, kwamba bado wanaweza kufanya kitu, lakini kama kawaida hawataweza kufanya lolote isipokuwa kupigana vita huku nchi ikiwa imechoka. Bunge huyo alipendekeza kuwa shambulio la ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya Urusi linaweza kuhusishwa na mazungumzo kati ya wajumbe wa Marekani na Ukraine yanayofanyika Jeddah, Saudi Arabia siku ya leo Jumanne. Mapema siku hiyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, alibainisha kuwa uvamizi huo ulitokea siku ambayo mkuu wa shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya OSCE, Faridun Sirinigru, alikuwa akizuru huko Moscow. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.